Takwimu hizi si ndogo, ni takwimu kubwa. Kama trilioni 2.6 inatumika kwa ajili ya dawa, tujiulize leo hii kama kweli Watanzania wanaweza kumudu gharama za hospitali, gharama za matibabu, kama kweli Watanzania wanaweza kumudu gharama hizi. Hizi ni gharama za dawa, bado gharama za kwenda kumuona daktari, kupata ushauri, kwenda kufanya vipimo mbalimbali katika maeneo yetu. Tukiziangalia takwimu hizi, mimi na wewe tujiulize kama kweli wewe au mimi tunaweza kuwa na fedha ya kumudu gharama za hospitali. Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Sheikh Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali alitengeneza kitabu juu ya mmomonyoko wa maadili chenye anwani mmomonyoko wa maadili, nani alaumiwe? Na siku ya uzinduzi, yani kushua kile kitabu, Mheshimiwa Mufti alitangaza kwamba mapato yatokanayo na kile kitabu yataenda kugharamia bima ya afya kwa wale wasiokuwa na uwezo. Baada ya kulitangaza hili, wadau mbalimbali walijitokeza na kuiunga mkono fikra hii. Mmoja wa wadau ni mkurugenzi wa ile kamisheni ya bima ambaye aliahidi kutoa bima 10,000. Kwa hiyo mpango huu naamini kwamba na sisi watu wenye ulemavu tutakweza kunufaika, kwani na sisi ni wahitaji muhimu sana. Kama tunavyojua kwamba jamii hii ya watu wenye ulemavu ni jamii ambayo inahitajika kupewa msukumo wa kipekee kabisa kuhakikisha kwamba na sisi tunanufaika na huu mfumo. Ila tukirudi huko nyuma pia sisi kama watu wenye ulemavu tumo katika mfuko huu ambao leo nakwenda kuzinduliwa kuhakikisha na sisi kwamba tunakuemo. Lakini huko nyuma tulishawahi kupata bima takriban 1,000, zaidi ya 1,000 ambazo tulifaidika sisi watu wenye ulemavu. Kwa hiyo lengo bado halijatimika. Kwa hiyo naamini kwamba wakati wa uzinduzi wa mfuko rasmi wa bima ya afya kwa Mufti, sisi watu wenye ulemavu tutakwenda kunufaika ili na sisi tuweze kuendesha maisha yetu, hasa hususan katika swala zima la matibabu, tukijua kwamba swala la matibabu ni swala la msingi sana kwa watu wote. Kwa sababu bima ukiwa nayo, hata kama huna pesa utatibiwa, kwa sababu utakuwa umeshajiandikisha kwenye bima. Kwa hiyo tunahakikishia kuwa bima hii itakuwa ina uhakika, na kuna wengine baadhi wameshapata hii bima kabla ya uzinduzi na wameshaona matunda yake. Kwa hiyo na hasa wananchi wajiunge katika bima yetu ya afya ambayo iko chini ya BAKWATA, na huduma kwa kweli watu watafaidika kwa sababu wa ushuhuda, watu wameshatoa ushuhuda kwamba wanapata huduma nzuri. Na hasa tatizo letu kama tunavyojua, si wananchi wa hali ya chini, ukiwa una pesa na una bima inakuwa usumbufu sana. Kwa hiyo na hasa na washauri wa wananchi wajiunge katika bima yetu ya BAKWATA, bima ya afya ya BAKWATA. Habari zote kali za siku za kusisimua, kuelimisha na kuburudisha, bila kusahau mahojiano maalum, exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu. Vyote hivi unakutana navyo hapa jukwaani Khomein TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote, tupigie kupitia nambari 0712 032 208 au waweza kututumia barua pepe kupitia khomein.tv@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.